kama ambavyo mmeweza kuuliza, dawa ya Lenacapavir ni ingizo jipya sokoni ambalo limeingia mwaka jana 2025 na kuweza kusajiliwa au kuwa registered na shirika la chakula na dawa la Marekani, lakini baadaye ikasajiliwa na kutambuliwa na shirika la afya duniani. Lakini vile vile kwa Tanzania mamlaka ya dawa na vifaa tiba nayo imeweza kuitambua na kuisajili, na tunavyoongea sasa hivi serikali ya Tanzania nayo kupitia miongozo yake ya matibabu inaipitia na tayari imeshaanza kuiweka dawa kwamba itakuwa ni sehemu ya dawa ambazo zitakuwa kwenye mwongozo wa matibabu wa kitaifa nchini. Lenacapavir ni dawa, sio chanjo. Wote tujue ni dawa, sio chanjo, ila ni dawa ambazo ipo kwenye makundi ya tunaita ni long acting, inayofanya kazi kwa muda mrefu. Kwa hiyo ikiingia mwilini ikaweza kushika kwenye seli kwa ajili ya kukinga, kuzuia hizo seli au virusi kuzaliana, inakaa kwa muda mrefu sana. Na ikiingia hata mwilini kwa ajili ya kusubiri au kukabiliana na virusi, napo inaweza kukaa kwa sababu mwilini kuna process tunaita ni kama digestion, inalika, inachukua zaidi ya miezi 6 kuweza kujitoa na kusafishika ndani ya mwili na kuacha kufanya kazi. Kwa hiyo ni long acting dawa na ina matumizi yote. Kuja hapo kuuliza kwamba wanatumia watu waliopata maambukizi ama wale ambao bado hawajapata maambukizi? Asante. Ndugu mtangazaji, hii ni dawa ambayo ina matumizi yote. Inatumika kama kinga na inatumika kama matibabu kwa ajili ya kupunguza nguvu ya virusi vya ukimwi ndani ya mwili. Kwa hiyo dawa hii inatumika kwenye pande zote mbili. Inatumika kama kinga na inatumika kama dawa. Ila tu tabia yake ambayo ni ya kipekee, ambayo imeleta msukumo na mvuto mkubwa, ni kwamba dawa hii inafanya kazi kwa muda wa miezi 6 ikiingia ndani ya mwili wa binadamu. Kwa hiyo unachoma sindano ni mara 2, na vile vile ndio dawa pekee ambayo kwa dawa za ukimwi ambayo inachomwa chini ya ngozi. Yani unachoma ni subcutaneous kwenye ngozi, unaichoma. Ukishachoma hiyo sindano ya kwanza, basi unaiacha hapo, unakaa miezi 6, inafanya kazi yake, na baada ya miezi 6 inaisha nguvu tena, inabidi uchome na sindano nyingine ili uweze kutibu au kukinga virusi ambavyo vinakuwa navyo mwilini. Kuna utaratibu ambao unaendelea wa kuhakikisha dawa hii inapatikana kwenye mataifa mengi barani Afrika ikiwemo Tanzania. Na tunavyoongea sasa hivi ni kwamba hizo process za kuweza kuzileta dawa kuweza kupatikana kwenye nchi nyingi za Kiafrika zinaendelea na zinafanywa chini ya uratibu mkubwa wa shirika la afya duniani pamoja na wadau wa maendeleo kwa maana Global Fund, lakini wadau wa maendeleo PEPFAR ambao ni toka wenzetu wa Marekani na wadau wengine. Kuna UNAIDS nchini wanafanya hizo kazi. Kwa hiyo kuna utaratibu ambao unaendelea wa majadiliano, wa mazungumzo na namna ya kuziingiza hizo dawa kwenye nchi hizi ambazo zote ni wadau wa maendeleo tunaoshirikiana na mashirika kama Global Fund. Kwa hiyo Tanzania ni moja ambaye ni mdau tunafanya kazi kwa karibu sana, na tunashirikiana na Global Fund kwa muda mrefu, lakini tunashirikiana na PEPFAR kwa muda mrefu, na maeneo makubwa ambayo tunashirikiana ni katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti tunapambana na masuala ya ukimwi, malaria na kifua kikuu. Kwa hiyo moja ya dawa ambayo imekuja ingizo ambalo ni jipya ambalo ni kwa ajili ya kukabiliana na ukimwi ni hii Lenacapavir ambayo tunaijadili sasa hivi. Kwa hiyo katika utaratibu wa matibabu kama nilivyosema, tumeshaisajili nchini, tumeshaiingiza kwenye mwongozo wa matibabu. Taratibu zinazofuata sasa ni mazungumzo na wenzetu Global Fund kwamba kwa sababu na sisi tumeshaiadapti, basi tunaingiza dawa kwenye ingizo ambalo litatuwezesha nasi kuzipata hizo dawa na zikaja nchini ziweze kutolewa kwa walengwa.